Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amethibitisha kuwa Marekani haitashiriki katika mikutano ijayo ya G20 itakayoandaliwa na Afrika Kusini. Uamuzi huo umeripotiwa kwa mara ya kwanza na vyombo vya habari wiki jana, huku kukiwa na hali ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umeshutumu Afrika Kusini kwa kuwezesha kile ilichokiita ni mauaji ya kimbari yanayochochewa na ubaguzi wa rangi, madai ambayo Rais Cyril Ramaphosa ameyapuuza na kuyataja kuwa simulizi za uongo kabisa. Akizungumza mbele ya kamati ya Seneti ya mahusiano ya kigeni, Marco Rubio ametaja sababu kadhaa za Marekani kususia mikutano hiyo, kuwa ni pamoja na kwamba ajenda za matukio zimeshindwa kuonyesha vipaumbele vya utawala wa Trump. Ameongeza kuwa Afrika Kusini inajifungamanisha kwa mapana na nchi kama vile Iran na China, ambazo Marekani inaziona kama wapinzani wa kimkakati. Wakati nchi moja inapotofautiana mara kwa mara na Marekani katika swala baada ya swala, unapaswa kufanya mahitimisho kuhusu hilo, Marco Rubio alisema. Rubio amekosoa msimamo wa Pretoria kuhusu Israel, akiuelezea kama sio tu usio na usawa bali unaolenga upande mmoja. Mnamo mwaka 2023 Afrika Kusini iliwasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki ikishutumu Israel kwa mauaji ya kimbari juu ya hatua zake za kijeshi huko Gaza. Mahakama hiyo ilitoa amri dhidi ya Israeli mnamo Januari mwaka 2024 ambayo serikali ya Israeli imeipuuza. Matamshi ya Rubio yanakuja wakati Ramaphosa yuko Washington katika juhudi za kuweka upya na kufufua uhusiano wa pande mbili, kulingana na taarifa kutoka ofisi yake. Katika hatua nyingine, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani ametetea sera za nje na vipaumbele vya Rais Donald Trump, ikiwa ni pamoja na kusita kwake kujiunga na Umoja wa Ulaya na Uingereza katika kuwekea vikwazo zaidi Urusi au kuongeza usambazaji wa silaha kwa Ukraine. Kufuatia simu yake ndefu na Rais wa Urusi Vladimir Putin siku ya Jumatatu, Rais Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Washington haitaki kuweka vikwazo zaidi kwa Moscow kwa sababu kuna nafasi ya maendeleo kuelekea suluhu ya mzozo huo. Senator Chris Coons, mdemokratic kutoka jimbo la Delaware, amedai kwamba chochote kitakachotokea Ukraine ndicho kitakachotokea katika eneo la Indo-Pacific, akipendekeza kwamba ushindi wa moja kwa moja wa Urusi unaweza kuitia moyo China kuchukua hatua zaidi za udhibiti. Lakini kwa mantiki hiyo hiyo, ningesema kuna upande mwingine kwa hilo, na hiyo ni katika dakika tunayotumia. Kila dola tunayotumia kwenye mzozo huu barani Ulaya inavuruga umakini wetu na rasilimali zetu, mbali na uwezekano wa makabiliano makubwa zaidi na mabaya katika eneo la Indo-Pacific, Rubio alisema. Rubio alisema hapo awali kuwa kukabiliana na China itakuwa msingi wa sera ya kigeni ya Marekani wakati wa muhula wa pili wa Trump. Alikariri siku ya Jumanne kwamba kila dakika tunayotumia kwenye mzozo huu ambao hauwezi kushinda kwa njia za kijeshi, kila rasilimali itatumiwa ndani yake ni pesa, na wakati ambao hautumiwi kuzuia makabiliano makubwa zaidi kutoka kwa mtizamo wa kimataifa katika eneo la Indo-Pacific. Ushindani kati ya Washington na Beijing umeongezeka tangu kurejea kwa Trump, huku mataifa yote mawili yakipanua ushirikiano wao wa kijeshi na kiuchumi katika eneo hilo na kwingineko. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametangaza mnamo Februari kwamba Uchina ndio kipaumbele cha juu cha ulinzi wa Marekani, akitoa thibitisho la kimkakati. Akizungumza mjini Brussels katika mkutano wa wafuasi wa Ukraine, ameeleza kuwa Beijing kama mshindani rika mwenye uwezo wa nia ya kutishia maslahi ya Marekani katika eneo la Indo-Pacific. Washington hapo awali iliashiria kwamba inapanga kuhamishia mwelekeo wake wa kijeshi katika eneo la Asia, wakati Trump akisisitiza mara kwa mara Umoja wa Ulaya lazima uchukue uongozi kamili katika ulinzi wake na kubeba jukumu la msingi la dhamana usalama wa baadaye wa Ukraine. Rais wa Marekani amesema kuwa Washington isingewahi kuingilia Ukraine, akipendekeza kwamba Kyiv ingekuwa bora ikiwa mzozo wa Moscow ungebaki kuwa ni tatizo la Ulaya. Hivi sio vita vyetu, na maanisha tulijiingiza katika kitu ambacho hatukupaswa kuhusika nacho. Kiasi cha fedha ambacho kiliwekwa ni kikubwa sana, Rais huyu wa Marekani alisema. Mazungumzo kati ya Trump na Putin yametajwa na viongozi hao kuwa yenye tija kuelekea amani ya kudumu. Trump alisema anaamini kuwa Rais Putin anania kumaliza mzozo huo, na akaonya kwamba shinikizo la ziada la kiuchumi linaweza kutatiza juhudi za upatanishi za Marekani. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya EU na Uingereza ziliwekea Urusi vikwazo vipya siku ya Jumanne na kuzidisha kampeni yao ya kuishinikiza Moscow, huku wakiongeza uungwaji mkono
kwa Kiev. Na rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev amesema mamlaka za Kiev zina fursa ya mwisho ya kuhifadhi aina fulani ya serikali yake baada ya mzozo wa Ukraine kutatuliwa bila kuepukika, akiitaka Kiev kushiriki katika mazungumzo ya amani. Akizungumza katika kongamano la kimataifa la sheria huko St. Petersburg, Medvedev ambaye anahudumu kama naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi amekiri kwamba Moscow haipendi kabisa utawala wa sasa huko Ukraine. Walakini amependekeza kwamba viongozi wa Ukraine wawe na nafasi ya mwisho ya kuhifadhi chini ya hali fulani baadhi ya mwisho wa vitendo vyake vya kijeshi na aina fulani ya serikali, au ikiwa ingependa aina fulani ya utu wa kisheria wa kimataifa na kupata nafasi ya maendeleo ya amani. Ingawa serikali ya Ukraine haina mamlaka yoyote na ni nchi iliyoshindwa katika hali yake ya sasa, Moscow bado iko tayari kufanya mazungumzo ya amani ya moja kwa moja bila masharti ambayo yatazingatia hali halisi ya sasa na kushughulikia sababu kuu za mzozo, Medvedev amesema. Moscow ina wasiwasi kwamba kwa sasa hakuna watu binafsi nchini Ukraine ambao wana mamlaka ya kisheria kutia saini makubaliano ya aina yoyote ya amani na Urusi, amebainisha. Wasiwasi huu sasa unahusiana na ukweli kwamba mkataba uliotiwa saini na uongozi wa sasa unaweza kukataliwa mara tu serikali mpya ya Ukraine itakapochaguliwa. Muda wa urais wa Zelensky ulimalizika rasmi mwaka jana, na tangu wakati huo amekuwa akisimamisha uchaguzi mpya, akitoa kisingizio cha sheria ya kijeshi baada ya mzozo wa kijeshi baina yake na Urusi kutokea. Wakati Moscow imetilia shaka uhalali wa Zelensky kama kiongozi wa Ukraine, mwezi uliopita msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliashiria kwamba upande wa Urusi unaweza kupuuza hadhi yake hiyo ili kuanza tena mazungumzo ya amani. Maslahi ya kuingia katika mchakato wa suluhu ya amani ni juu ya yote mengine, Peskov alisema, akisisitiza kwamba lengo la msingi ni kuanza mchakato huu wa mazungumzo wakati maswali mengine yote yakiwa ni ya pili. Wiki iliyopita wajumbe kutoka Urusi na Ukraine walikutana mjini Istanbul, Uturuki, kuashiria mazungumzo yao ya kwanza moja kwa moja tangu Kiev ilipoachana na mchakato wa amani mwaka 2022. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Urusi mjini Istanbul, Vladimir Medvedevsky, baadaye alisema pande hizo mbili zilikubaliana kufanya mabadilishano ya wafungwa yanao zaidi ya 1000 kutoka kila upande mara tu pande zote mbili zitakapowasilisha pendekezo la kusuluhisha. Na vikosi vya jeshi la Ukraine vilitumia makanisa katika mkoa wa Kursk nchini Ukraine kama ngome zao za kujificha wakati uvamizi wao ulioshindwa, Rais Vladimir Putin amesema. Amebainisha kuwa majengo mengi yalipata uharibifu mkubwa wakati wa ukombozi wa eneo hilo. Kufuatia mkutano wa wakuu wa manispaa za mkoa huo, Putin ametoa wito kwa mamlaka za mitaa, ikiwa ni pamoja na kaimu gavana wa Kursk Alexander Kneshny, kuunda mpango maalum wa kutathmini uharibifu na kuwasilisha mapendekezo ya jinsi ya kurekebisha makanisa pamoja na kukarabati majengo yaliyoharibiwa. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.